naridhisha bibi yako kwa kitanda kukushinda. Wacha kuongea ujinga. Wacha kuongea. Hiyo naongea ujinga. Hiyo naridhisha bibi yako. Naridhisha bibi yako. Hauna nguvu za kimwanaume. Wacha ujinga wewe. Kama angekuwa na nguvu za kimwanaume, mama yetu angekuja kwetu. Hauna nguvu za kimwanaume. Anti yangu hapa aliniambia baba yetu hajaimfikisha vile ambavyo nilimfikisha. Hata mama yetu angekuwa uhai, bado ningemgongea. Unafanya nini na watoto wangu? Unanipiga, nita explain aje ukinipiga. Sutulia ni explain. Sasa huyu after kuniambia pesa zenye wanapewa haitoshi, mimi nikaona juu ni watoto wa dadangu niwasaidie. So nikaamua tu turekodi watumie wazungu then tupate hiyo pesa juu ni pesa mzuri. Mama yao ni sister yangu na sikuwa nataka watoto wa dadangu wateseke. What's up my people, ni Oscar TV hapa. Before tuende mbali maze, make sure me like, share na subscribe maze. Natashukuru sana for your support. As usual, we never take your support for granted. So muendelee ku like, kushare na kusubscribe maze, na push hizi video zetu mpya. Juju sisi tunawaletea maze ma real and true stories maze. Hapa hakuna ati vitu za kuweka. Hapa ni vitu za ukweli, hizi mambo zinafanyika ni za ukweli maze. So my people, mnakumbuka tuko kwa story ya Mr. James hapa mwenye alipata huyu bibi yake Gen Z akilala na watoto wake, na mnajua mambo ilichemka. Kijana wake anaitwa Brian ametuambia kuna vitu fulani, but the key point to note hapo ilikuwa inasemekana ama huyu Brian anatuambia that ndugu yake mkubwa ndio the main influence akafanya wakaanza hizo mabiashara, unaona. Na unajua lazima tujue iko aje, juezi kwa tunaongelea huyu na hayuko, so ikabidi tumuite tusikie side yake ya story ndio tujue nani mbaya ama nani mzuri. Inaweza kuwa mnabash mtu na kumbe yeye ni mzuri ama pia yeye ni mbaya. So we look but we don't judge. Si tunasikiza tu. So we listen na hakuna kujudge. So imebidi tumuite tusikie anasema aje, and then from hapo tutajua itakuwa aje. Sasa uko aje mkubwa? Niko poa. Maisha yanakupeleka aje? Maisha yananipeleka vizuri. Busy iko sawa? Busy iko sawa. Mambo iko fresh. Lakini changamoto 2-3 tu za nyumbani. So last time bro tulikuja kwa ile nyumba ya boma yenyu yako na mzee wako na huyu bro wako hapa. Tulipata nikam kuna lala na aunti yako na pia mko na bro wako mnapiga threesome mkirecord bro. Na unajua sisi ni binadamu, kila mtu hapa ni binadamu na everything happens for a reason. Hakuna mtu hawezi kuwekelea ulifanya kitu bila sababu, unaona. Na mtu hawezi fanya kitu bila sababu ya kufanya hiyo kitu, unaona. Ndio sisi tuwapate mkijirecord mkifanya hizo ngono ama vitu zenyu mko mnafanya, lazima kuna sababu iliyoweka hapo. Kwa sababu ulitupea na sababu ndugu yako ametupea ilikuwa mnatafuta pesa, sababu pesa ya baba yenu anawatumia haitoshi. Kweli ama uongo? Ni ukweli. Sasa swali tu niko nao before tuongelee kitu kingine. Kuna huyo aunti yako mnaishi naye kwa hiyo boma. Lakini huku nje bro, wasichana si ni wengi, nyinyi mko college Ni kweli. Mbona ukwenda kutafuta msichana huko nje ukamchukua huyo aunti yako? Hata kama alikubali, hata kama alikuwa mraisi akakubali. Mbona ukwenda huko nje ukatafuta mtu mwingine ukamua tu kuchukua huyo aunti yako, sister mama yako, bibi ya baba yako, mwenye babako anaingia ndio wewe na ndugu yako mnaingia. Nakumbuka wewe mwenyewe ndio ulituambia mtumii kinga. Ilikuwaje baba ukutafuta mtu mwingine huko nje kama kutafuta huyu aunti yako? Niliamua kutumia aunti yangu kujirecord pornography na kuuza, kwa sababu aunti yangu alituelewa na alikuwa anaelewa kenye inaendelea kwa hii familia. Baba yetu hapa amekuwa ni kama kutu abandon ama sijui nitumie matamshi gani, lakini tumekuwa lonely sana. Tumekuwa tukimpigia simu atutumie pesa. Yes, anasema anatutumia pesa, lakini hata tuma hapo lazima tukue kama na madeni. Tukishapewa deni ndio sasa anakuja anatuma baadaye. Tumekuwa tukiachwa loneliness. Mama yetu hapa amekuwa na shida ya pesa. Amekuwa akisema zile pesa zenye anatumiwa na baba yetu haitoshi, na sisi pia tuna expect mama yetu atupee pesa. So ndo nikasema wacha niongee na aunti yangu ni muingize kwa hii platform ya pornography, tu act video, tuuze.
Anti yangu aliitikia kwa sababu yeye mwenyewe anaelewa zile mashida ambazo tumekuwa tukipitia kwa hii familia yetu. So unasema anaelewa shida mnapitia na pia anasema pesa babako anamtumianga itoshi. Ulikuwa umetuambiaje Rita? Kuwa tu honest sahi, huyu ako hapa. Pesa yenye baba yao anatuma haitoshi. Ulikuwa unasema pesa baba yao, si huyu anasema ulisema pesa baba yao anakutumia itoshi. Sababu kama ingekuwa inatosha wangenikujia waniambie hawana pesa ama wanahitaji pesa. Lakini ulisema zile pesa uguzi na huyu anasema ulisema pesa baba yake. Anatuma mimi ananitumia zangu na wao wanatumia kizao. Unajua baba yao ako na pesa, si eti ni mtu ana pesa, ni mtu ako na pesa. So ana misuse tu pesa na watumia tu ovyo ovyo. That's why unaona watoto wako spoiled, wanataka pesa mingi. So anatumianga pesa ovyo ovyo. Anawatumianga tu ovyo ovyo. So lakini tena pesa mingi. Sasa anawatumia ovyo ovyo. Wamezoea pesa. Na tena itoshi na bado anawatumia ovyo. My people, hiyo na make sense kweli? Ina make sense juu uko umezoea kuwapea kila saa and then uko uwapimi, that's wanaenda wakitaka mingi. So unapata yenye wanawatumia ifanye nini? Haiwatoshi. Mimi nikaamua kuwasaidia. Na nikawasaidia hivyo. Na sasa bro, ndio hata kama unasema anti yako alikuwa the closest person unaweza sema mlikuwa na yeye hapo. Mbona nikuulize bro, mbona ukuambia tu babako? Kuna wadi nyingine inatumikanga huku nje inasemanga communication save relation. Mbona ukuwa nini? Mbona ukuwa itamse mwingine huku nje ukaamua tu okay, like pole nimeenda vibaya. Yaani mbona ukuwa ongea na babako mwambie baba pesa unatuma itoshi. Father, mbona ukuwa absent father? Mbona ukuwa ifanya kitu kama hiyo? Mimi kama big brother nilisema wacha nifanye jambo yenye itatusaidia sisi wote na jambo ya haraka. Baba yetu hapa, apart from yeye kutuacha loneliness, hatakangi kujua hali yetu, hatakangi kujua vijana wanasoma wako wapi, wanafanya aje, hatakangi kujua completely. Na despite yeye kuwa majuu, mimi nilifeel pia anti yetu hapa anataka mtu wa kumpea kama kimapenzi hivi. So nikasema wacha niende niongee na yeye nisikie Kenya atasema, na alikubali juu baba yetu amekuwa majuu, hajakuwa ni kama miaka 2 sasa hajakuja mpaka sasa hii, na tumekuwa tukiona anti yetu wenyewe anataka mtu wenyewe anaweza feel wako pamoja, asikose mwanaume. Nimekuwa lonely for 2 years. Hiyo ni mtu kukuacha hivyo na ako pwenya yako. Mtu una feel too lonely. Hata uliona hiyo nyumba. So uliona hiyo nyumba ni kubwa. Like inahitaji watu wenye mnaweza ongea, wenye mtu mwenye anaweza kukeep company, mtu mnaweza share na yeye issues zenye uko nazo. Mimi niliona watoto wananihitaji. Hao watoto nimekaa nao for long na nimewalea. So nawajua na wao wananijua na nawaelewa mashida zao. That's why sikuona ni kama kucheat. Niliona ni kama kuwasaidia. I think Mr. James umesikia. Wacha niingililia hapo. Huyu kijana amesema nilikuwa siwaangalii na siwatunzi. Nimewaacha nyuma kabisa. Hiyo maneno yake kidogo hainifurahishi kwa vile vitendo zenye vile anaongea na zidi kunifanya nikasirike zaidi. Mtoto ni mjinga sana, pumbavu kabisa yule wa mwisho. Hawezi ongea vitu zenye hazileti maana yote. Pumbavu kabisa, umbwa wewe. Unaongea nini? Kama mimi ni mtoto mkumbafu, kama ananiita mimi ni mtoto mkumbafu, nimekuwa finance familia yetu for the last kama 3 months. Hajakuwa akitumia pesa, zile pesa tumekuwa tukiingiza za pornography zimekuwa zikitufinance. Wacha unaongea nini? Hiyo ni ujinga unaongea. Naongea kama nilikuwa naongea ujinga, kama ng'ombe kabisa wewe, umbwa. Unaongea kitu gani hiyo? Ni mtoto mkubwa lakini hujielewi.
Ungekuwa unajielewa, usingekuwa unaongea vitu za mwanaume. Jumi naridhisha bibi yako kwa kitanda kukushinda. Wacha kuongea ujinga. Wacha kuongea. Hiyo unaongea ujinga. Hiyo unaongea ujinga. Hakuna, hiyo unaongea ujinga. Ujinga Naridhisha bibi yako. Naridhisha bibi yako. Wacha ujinga. Unaongea vitu hata zieleweki. Naridhisha bibi yako kushinda. Wacha ujinga. Hauna nguvu za kimwanaume. Wacha ujinga wewe. Nini wewe? Lakini mbona unaambia budako hivyo? Ni ukweli. Ni ukweli. Kama angekuwa na nguvu za kimwanaume, mama yetu angekuja kwetu. Hauna nguvu za kimwanaume. Kama mimi kama ungekuwa mwanaume, ungekuja. Kama ungekuwa usinishike hivyo mzee. Usinishike hivyo mzee. Usinishike hivyo mzee. Wewe mzee usinishike. Acha nini? Wewe nini mbaya? Usinishike hivyo. Mike muache. Mike muache. Tulia. Ungekuwa mwanaume. Kuja hapa. Wewe acha kuongea, unaongea nini? Bro, tulia. Mbona unaambia babako ana nguvu za kiume? Hana nguvu za kiume. Kwa sababu anti yangu hapa aliniambia baba yetu hajaimfikisha vile ambavyo nilimfikisha. Ushaambia nani Mike? Kama mtu hayuko hizo siku zote ana expect mimi nakuwa satisfied wapi? Na unaongea nini? Ni ukweli. Unaongea hata eleweki. Hata wewe ni umbwa. Tulia mzae. Hata wewe ni umbwa. Wote wenyewe ni maumbwa. Tulia mzae. Tutulie hapa, tulia. Yake ambaye kweli hataki kusikia. Yeye hizo siku zote amekuwa wapi? Mbona sisimame kama mwanaume? Tumekuwa tukikuomba usaidizi kama baba yetu. Umetuacha. Ulikuwa unataka tufanye nini? Nini unaongea hapa? Ulikuwa unataka tufanye nini? Brother yangu mdogo hapa, ni mimi anategemea kama brother yake mkubwa. Na mimi namtumia pesa. Unamtumia pesa lakini haitoshi. Lazima aende na marafiki zake outing. Unamtumia pesa za outing. Au mtumii pesa za outing? Kwani security kila mahali na lazima uambiwe. Wacha hiyo vitu mnaongea. Hazina maana. Hazina maana. Na sitakubaliana na hii maneno. Juu nimewakuta na nimeona. Si rahisi vile mnaona. Na wacha kuniangalia hivyo. Usiniangalie. Mimi usinipige mzee. Usinipige mzee. Mimi pia mimi ni mwanaume. Pia mimi ni mwanaume pia. Umenikosea. Pia mimi ni mwanaume. Lakini wewe ni laana ukiongelesha babako hivyo. Mimi hata nishikwe na hiyo laana nikose kushikwa nayo. Yeye ni baba yetu na ametuabandon. Kutuabandon niyo na kutu keep lonely baada ya mama yetu mzazi kukufa. Ametuacha completely. Ametuacha completely. Kama sio sisi, kama sio mimi kumwagiza awe anti yetu hapa, hatungesaidika na tungepata maybe hata tunge end up kuwa watoto hawana wazazi. Na sasa wewe unadhani mamako angekuwa hai, tuseme apate mnalala na anti yako ama unalala na sister yake, unadhani angefilaje? Na wewe ndio bro mkubwa. In fact hata mama yetu angekuwa uhai bado ningemgongea. Unaona unaongea nini? Mwanaume. Wewe si mwanaume. Wewe si mwanaume. Hata kidogo. Hata kidogo. Wewe unaongea vibaya sana. Watoto wako hakuna mwenye anaweza. Jua kwanza kulinda familia yako. Huyu my dad, baba yangu ni kama anaona watu wengine huko nje. Kwa sababu kwa miaka mbili mimi na mama yangu na brother yangu tumekuwa tukimhitaji. Yeye ndo mzazi tunajua. Yeye ndo tunajua. So akituacha mimi, brother yangu na mama yangu akituacha hivyo, tutafanya nini? Na mtu akikuwa Marekani, unajua wewe mwenyewe unajua kupiga simu kwa majuu venye inahitajingi bundles za pesa mingi ndio uweze kureach mtu mwenye ako majuu. Si WhatsApp iko nampigia tu direct hiyo kule. Sasa si ndizo vitu zenye nakwambia pesa hitoshi. Kama ashaoa huko majuu anafaa kutuambia ashaoa. Sisi tujipange kama familia. Umeoa majuu? Sijaoa. Na hizo miaka zote amekuwa wapi? Wananiwekelea. Amekuwa wapi? Wananiona mimi ndio mkosefu katika familia yangu. Amekuwa wapi? Na mimi sio mkosefu. Ila wao ndio wamenikosea. Sababu nimewapata kenye walikuwa wanafanya. Muulize alikuwa wapi dadangu akiwa amegonjeka. Alikuwa wapi? Hao watoto hata hawakuona hata baba yao wakati wa mazishi ya sister yangu. Alikuwa wapi? Mimi nilikuwa
kikazi tu. Unaona, yeye kila saa kila kitu tu ni kazi. Ukimuuliza hii ni kazi, ukimuuliza huko ni kazi. Ni kweli kabisa. Sasa hiyo unafanya aje? Ukiachiwa kazi, kila saa ni kazi. Hakuna ile time yenye anaweza sema this year napumzika nikaangalia familia yangu. Atakuja sasa leo ni venye tu kumefanyika venye kufanyika, akapata venye kumepata, angekuja leo na arudi kesho. Hivyo tu ndivyo amekuwa tukiishi. Yeye kama shawa tuambie pia sisi nikae na watoto wa dadangu. Lakini anasema visa ilikuwa imeleta shida venye bibi yake alikufa. Anasema kwenda mazishi ajui malikaburi iko. Yeye aliambiwa tu bibi yake amekufa. Mimi nina wazazi. Unaona? Angekuja tafute hao wazazi. Ajue kwenye bibi yake alizikwa. Ashaitafuta. Aliambia wamwambie. Kwa nini hajatafuta wazazi? Aliambia wazazi wamwambie mama yako sasa. Wazazi waambie, wazazi wako na machungu ya mtoto wetu amekuwa mgonjwa, bonake ako wapi? Hakuna shughuli anafanya. Wazazi wangu wako na machungu na yeye sana. Kwa nini hajaenda akawatafuta yeye mwenyewe? So una agree na vitu hao wanasema? Kwangu mimi na support Mike na mama. Dadi ametuacha sana. 2 years hiyo ni mingi, 2 years hiyo ni mingi. Sasa mimi na agree na brother yangu. Lakini bro, hadi unasema mamako angekuwa hai bado ungemgongea baba. Bado ningemgongea. Juu ni huyu hata sijui ni muite baba ama ni muite aje. Juu baba ni ule ambaye anataka kujua hali ya watoto wake. Na anataka kujua watoto wake anakula nini. Wanataka kujua watoto wake wanavaa nini. Yeye ni bora tumwambie ati atume hii atatuma, lakini tukimwambia hata akiteta atumi hata akituambia nimewatumia ya school fees nimeongezea 1,300 ama 4,000 endeni mununue mavazi. Hatakangi kujua ni sisi sasa tu stress mama yetu akitumiwa pesa tunaambia mama yetu atusaidie tununue mavazi. Haya, anatutumia keeping ya 20,000. Hiyo 20,000 hata haituridhi wiki 2 ishaisha. Sasa tunarudi tena kwa nani? Kwa mama yetu. Ningefanya nini hata kama ni wewe utafanya nini? Utafanya aje? Na hawa si eti ni watoto wadogo tutasema watakula ugali sukuma. Hawa ni watu wazima. So unaona sister yako angekubaliana na wewe sasa hii ingekuwa wako hai? Kama angekubaliana ama angekubaliana, sister yangu angefanya lolote watoto wake wakae vizuri. A mother is always a mother. Atatake care of watoto wake despite anything. So Fadhili alikuwa ananiambia rent yenu nyinyi wawili wote ni 15,000 per person. Kweli ama uongo? Ni kweli. Alikuwa ananiambia nini ya huyu school fee per semester ya kampo ni 80,000 per semester. Kweli ama uongo? Ni ukweli, 80,000 per semester. 20,000 alikuwa anatumia upkeep kila mwezi. Kweli ama uongo? Kila mwezi. Ni ukweli. Hiyo bado itoshi Mr. Mike. 20,000 kwa mwezi surely. 20,000 kwa mwezi ni kidogo sana. Ya upkeep peke yake. After rent imelipwa kila kitu. 20,000. Siku hizi watu wanaenda, unapata per semester mnaweza toka hapa muende university nyingine, kuna sherehe zinafanyika huko, kuna hizo sets mnaenda kufanya 20,000. 20,000 iwezi tosha na hiyo uchumi. Sawa ni sawa mzae. Tabidi nitakuitia daktari atuambie mawantuka kuna vitu zinaendelea kwa hii familia, kuna pepo zinaendelea kwa hii familia, tujue itakuwaje. Sababu najua mimi sikukuita hapa utusiwe. Na pia sikukuita hapa upigane. Ni venye tu vitu zimefanyika, unatusiwa na mtoto wako ati una nguvu za kiume, which ni sad mazee. So mimi unajua mimi siwezi anza kumpiga ama kumadvise. Yeye ndo ameamua tamke hizo neno. Na labda atakuja kuregret ama hatakuja kuregret. But kweli tutajua nani mzuri nani mbaya. Si ndio mzae? Wacha tuone. Lakini bado na machungu sana. Sitanyamazia ili jambo liendelee. Lazima nitashughulika nihakikishe nimemaliza hii tabia yenye nimejiona imejitokeza kwa boma langu na sitakubaliana nayo. Hivyo ndo nimesema na nitafanya ikuwe hivyo. Hakuna mtu mwingine anaweza nibadilisha maamuzi yangu.